Haleluya, haleluya. Karibu sana. Sasa kipindi kilichopita nilikuonyesha, na leo utanivumilia kidogo kwa sababu kuna mambo kadhaa nataka niweke sawa na nikusaidie kuyajua kwa undani zaidi ili uweze kuona nguvu iliyoko ndani ya damu ya Yesu, lakini zaidi jinsi ambavyo unaweza ukaitumia kwa manufaa ya maisha yako na hasa maisha yako ya kiroho na matokeo yake katika maisha yako ya damu na nyama. Haleluya. Leo nataka tuangalie upekee wa damu ya Yesu Kristo. Upekee wa damu ya Yesu. Haleluya. Nataka tuangalie upekee wa damu ya Yesu. Je, nini tofauti kati ya damu ya Yesu na damu nyingine? Nataka tuangalie hapo kwa undani zaidi, lakini nianze kwa kusema damu ya Yesu ni damu ya Mungu mwenyewe. Ni damu ya Mungu mwenyewe, na ni damu iliyotoka moja kwa moja kutoka mbinguni. Na hapa nataka uone upekee wake na kitu kikubwa ambacho Mungu alikuwa amekusudia mpaka kufanya damu anayotaka kutumia kufanya kazi isiwe na mchanganyiko wote ule wa damu yoyote ile ya mwanadamu. Wote tunajua ya kwamba Yesu alizaliwa kimuujiza. Mimba yake ilitungwa kimuujiza na kuzaliwa kwake kimuujiza. Haleluya, haleluya. Kitabu cha Luka sura ya kwanza kwanza mstari wa 26 na kuendelea mpaka mstari wa 35 utaona habari za kuzaliwa kwa Yesu. Sasa ninapochambua upekee wa hii damu, kabla sijaingia ndani sana, nataka uangalie hapo. Anasema mwezi wa 6 malaika Gabrieli alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya jina lake Nazareti, kwa mwanamali bikira aliyekuwa ameposwa na mtu jina lake Yusufu. Kwa tunaona kwanza ya kwamba Mariamu alikuwa bikira, maana hajaguswa kabisa na mwanaume. Haleluya. Twende mstari wa 30 kwa sababu ya muda. Malaika akamwambia, usiogope Mariamu, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Tazama, utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume. Haleluya. Na jina lake utamwita Yesu. Huyo atakuwa mkuu, ataitwa mwana wa aliye juu, na Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Ataimiliki nyumba ya Yakobo. Haleluya. Okay. Mstari 35. Malaika akamjibu, mstari wa 34. Mariamu akamwambia malaika, litakuwaje neno hili, maana sijui mume, sijawahi kukutana na mume. Malaika akamjibu akamwambia, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako, na nguvu zake aliye juu zitakufunika kama kivuli, na kwa sababu hiyo hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, mwana wa Mungu. Haleluya. Kwa nini nimeanza kusoma mistari? Ni kuonyesha kwamba kila mmoja unajua, lakini nakumbusha ili ujue tunapokuja kwenye upekee wa damu inatokea wapi. Kwamba mimba ya Yesu haikutokana na kukutana kwa mwanaume na mwanamke kama vile ilivyo desturi ya kawaida. Mimba ya Yesu, watu tunajua Yesu ni Mungu aliyekuja kuzaliwa kama mwanadamu ili amkomboe mwanadamu. Mungu kuna kitu alikuwa analinda. Kwa nini Mungu, sikiza kwa makini sana, kwa nini Mungu atafute msichana ambaye anataka apitishe huyu mwana ambaye
anakuja kuokoa watu wake duniani, kurejesha watu wake kwenye mikono ya Mungu. Kama nilivyokuambia kipindi kilichopita, kwa nini Mungu atafute msichana ambaye hajaguswa na mwanaume? Kwa nini Mungu atafute msichana ambaye ni bikra, alafu ndo aingize mtoto wake ndani yake, alafu aweze kuzaliwa kama mwanadamu lakini asiyetokana na mwanadamu, ili azaliwe kama mwanadamu lakini asiyetokana na mwanadamu? Narudia tena, ili azaliwe kama mwanadamu lakini asiyetokana na mwanadamu. So tunajua kama akitokana na mwanadamu kwa kukutana kwa mwanaume na mwanamke, atazaliwa akiwa na damu ya mwanadamu. Kwa sawa? Lakini Mungu anatafuta msichana ambaye kabisa hakutakuwa na contamination yoyote ya mwanadamu, ili Mungu apitishe kitakatifu chake. Kwa hiyo hii damu ni damu takatifu. Anasema kitakachozaliwa ni kitakatifu, mwana wa Mungu. Haleluya. Kwa hiyo damu ya Yesu ni takatifu. Damu ya Yesu ni takatifu. Yesu ametoka mbinguni akiwa full package kuja duniani kuokoa mwanadamu. Damu ya Yesu imetoka mbinguni moja kwa moja. Tuko sawa? Tuko sawa. Imetoka mbinguni moja kwa moja. Ndio maana Mungu hakuhitaji msaada wa mwanadamu kuleta kitakatifu chake duniani. Kwa alitafuta msichana ambaye hajakusana na mwanaume ili aweze kuingiza damu yake, fresh blood from the heaven. Damu takatifu fresh kutoka mbinguni. Nataka utafakari, kwa sababu wakati mwingine ufunuo wa kimungu unaupata kwa kutafakari. Usipojifunza kutafakari, kuna vitu utaelewa. Kwa mfano, usipotafakari, hivi kwa nini Mungu atafute msichana ambaye hajaguswa na mwanaume ndio apitishe kitu chake pale? Na kwa nini Mungu asitafute msaada mwanadamu katika kuleta ukombozi au mkombozi kwenye ulimwengu? Na kwa nini damu anayotaka ije kufanya kazi ya kununua watu, ili uwe na thamani ya kutosha kununua watu, kama nilivyokuambia kipindi kilichopita? Kwa nini hakuhitaji damu yake ichanganyike au iguswe na mwanadamu? So tunajua hata mtoto akiwa tumboni, kwanza tunaelewa kwamba Yesu hakutokana na mwanadamu. Hiyo ni chakula tunaelewa. Na mabili tunajua kwa sababu kutokana na mwanadamu, damu yake pia haikutokana na mwanadamu. Kwa hiyo alishuka nayo kutoka mbinguni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Lazima utafakari. Kwa hiyo damu yake Yesu ni takatifu. Takatifu. Imeshuka kutoka juu moja kwa moja. Na hapo ndo tafakuri inatakiwa ianzie. Kwa hiyo nataka kujifunza zaidi na kuwa na imani thabiti. Hapo ndo tafakuri inatakiwa ianzie. Kwa nini hii damu haitakiwi kuchanganyika na damu yoyote ya mwanadamu? Na kwa nini Mungu ahangaike kuleta fresh blood kutoka juu? Kwa nini Mungu ahangaike kuleta damu ikiwa fresh kutoka mbinguni, sio na mchanganyiko wote wa takataka za wanadamu? Damu iliyojaa dhambi, hii ni damu iliyojaa na nguvu ya kutosha kutoka juu. Imekuja kwa mission maalum. Tuko sawa? Hello. Hii damu imekuja ni mission maalum, kwa kazi maalum. Hiyo ni moja unataka kutafakari kwamba Mungu alikuwa serious. Kuna kitu anafanya duniani. Kuna kitu serious amekusudia kufanya duniani, kiasi kwamba yuko makini na hatua zake anazochukua, ikiwa ni pamoja na damu anayotaka ije kufanya kazi, ili iwe na thamani ya kutosha. Ikimwagika tu, mashetani yainame, majini yapige magoti, kuzimu ipige magoti. Haleluya. Inabidi hiyo damu iwe fresh, isiyokuwa na mchanganyiko wa damu ya mwanadamu.
Upekee wa damu ya Yesu unaanzia pale. Unaanzia pale. Amen, tuko pamoja? Tuko sawa sawa? Napoongea habari ya damu ya Yesu, atuongea habari ya kitu cha kawaida. Atuongea habari ya story fulani isiyoeleweka. Tunaongea habari ya kitu ambacho kilikusudiwa kutoka mbinguni kufanya kazi maalum kwa namna ambavyo hakitakiwi kuchanganyika wala kuguswa na mwanadamu. Na unajua, japokuwa Yesu alikaa tumboni mwa mwanamke, lakini damu yake pia haikuguswa. Ilikuwa ni package kutoka mbinguni. Kwa imeingia kama furushi kwenye tumbo la mwanamke kwa njia ya Roho Mtakatifu, bila kuguswa, kwa ikatoka kama ilivyotoka juu kuja kufanya kazi. Amen. Kwa sababu tunajua kibiolojia, damu ya mwanamke haichanganyiki na damu ya mtoto tumboni hata kidogo. Kibiolojia tunajua mtoto akiwa tumboni anakula kupitia ile kitovu cha mama. Yes. Lakini damu yake huyo mtoto huwa haichanganyiki kabisa na damu ya mama akiwa tumboni. Amen. Wataalamu wanasema wakati wa kujifungua isipofanyika kwa taratibu mzuri, ndo damu ya mtoto inaweza kaingia kidogo kwenye damu, kachanganyika damu ya mama, lakini sio damu ya mama kwa mtoto. Okay. Kwa hiyo angalia, Mungu alikuwa analinda kitu ambacho amekituma kutoka mbinguni. Nafikiri hapo tuko sawa. Utasoma pia kitabu cha Mathayo sura ya 1 mstari wa 18 hadi 23, utaona kwamba Yesu alitoka mbinguni moja kwa moja bila kuchanganyika na mwanaume. Kwa hiyo damu ya Yesu sio damu ya mwanadamu. Damu ya Yesu haikutokana na damu ya mwanadamu. Tuko sawa? Damu ya Yesu ni damu ya Mungu mwenyewe iliyoshuka kutoka juu. Sasa nisikilize mambo ya kutafakari na ambayo nataka nikufundishe leo. Kwa nini damu ya Yesu kwa nini Mungu hangaike kwa namna hiyo kuleta damu ambayo iko fresh isiyokuwa na mchanganyiko mwanadamu? Kwa nini Mungu hangaike kutoa damu yake mwenyewe? Kwa nini asingetafuta tu labda msichana ambaye hajagusa na mwanaume na mwanaume ambaye na kijana ambaye hajagusa msichana wakazaa kitu ambacho kakitumia? Kwa sababu wote tunajua kwamba Mungu alishatumia manabii. Wamezaliwa na wanadamu. Mungu akawatumia kwa mambo makubwa sana. Kina Musa, kina Abraham, tunajua kina Elia. Wote tunajua kama kina Elisha, kina Ezekieli, kina Isaya. Wako manabii na watu wakuu sana ambao Mungu amewatumia sana duniani kufanya ukombozi au kujaribu kuleta ukombozi kwenye maisha ya watu. Lakini walizaliwa na wanadamu. Damu zao hazikuwa na nguvu ya kutosha kufanya kazi ambayo Mungu anataka ifanyike duniani. Okay. Mambo kadhaa ya kuangalia. Kwa nini Mungu ahangaike kuleta damu yake mwenyewe? Kwa nini? Kwa nini Mungu alinde hii kifurushi cha damu ambayo imeshuka kutoka juu isiguswe kabisa wala kuchanganyika na damu ya mwanadamu? Kwa nini? Namba moja. Nilikwambia kipindi kilichopita, kwa sababu Mungu alihitaji gharama au thamani ya kutosha kununua watu kutoka kwenye mikono ya Ibilisi. Kwa hili sitaongea sana, kwa sababu tayari kipindi kilichopita nimeongea sana hili. Na kama ulikuwa hujafuatilia, nikusihi sana nenda kafuatilie somo lililopita kama ni mara ya kwanza unaangalia kipindi hiki. Kama uko YouTube, naangalia hapo somo la nguvu ya damu ya Yesu sehemu ya kwanza. Kama unaniangalia kutokea platform nyingine yote, nenda YouTube kwa jina la Apostle Nelson Kalekezi, utaona somo lililopita. Haleluya. Mungu alihitaji gharama ya kutosha ya kununua mwanadamu. Uhai wa mwanadamu, maisha ya mwanadamu yasingenunuliwa kwa namna yote nyingine. Ilihitajika thamani ya hali ya juu. Amen. Nafikiri hiyo nimeongea sana kipindi kilichopita. Okay, namba mbili. Mungu alihitaji damu
kwa ajili ya agano imara kati ya Mungu na wanadamu. Mungu alihitaji damu kwa ajili ya agano au kufunga agano ambalo litakuwa imara kati yake na wanadamu. Kwa hiyo si tu kuwanunua, kuwatoa katika mikono ya Lucifer, lakini pia baada ya kuwanunua na kuwaleta kwenye himaya yake, inawezekana kabisa pengine shetani angeweza kufanya ujanja tena, akarudi na kufanya ujanja kuwachukua, kuwarudisha kwenye himaya yake. Nisikize kwa makini sana. Inawezekana Mungu amekuja, amelipa gharama kupitia damu, akanunua watu kama tulivyosema kitabu cha Ufunuo sura 5 mstari wa 10 kilichopita. Akanunua watu kwa sababu ya thamani ya damu iliyomwagika. Haiwezi linganishwa na thamani ya kitu chochote kile duniani, wala mbinguni, wala kuzimu. Inabidi shetani tu aachie watu waende. Amen. Lakini kumbuka, huyu shetani mjanja. Vipi kama Mungu leo akawatoa kwenye himaya yake, akawaleta kwenye miliki yake? Vipi kama kesho na kesho kutwa shetani atafanya ujanja mwingine? Nisema kwa makini sana. Atafanya ujanja mwingine wa kuwachukua tena wale watu na kuwarudisha tena kwenye himaya yake, kuchukua tena utawala. Hapo ndo Mungu sasa anakuja na mpango mkakati imara ya kwamba hata baada ya kununua watu kuwatoa kwenye mikono ya shetani, inabidi afanye agano ambalo litakuwa imara kuliko maagano mengine yoyote anawahi kufanya kati yake na wanadamu, ambalo hili agano shetani hataweza kulivunja, hataweza kuliingilia, ili kurudisha tena watu kwenye himaya yake. Halo, unanipata vizuri? Inabidi Mungu si tu kuwaokoa watu kuwaleta kwenye himaya yake. Vipi kama shetani akifanya ujanja wa kuwarudisha tena? Inabidi Mungu, kwa sababu ya kazi kubwa aliyofanya, gharama kubwa aliyotoa kununua watu, inabidi aweke mkakati imara wa kuhakikisha kwamba anaingia kwenye makubaliano na watu ambayo yatakuwa imara kiasi kwamba hayawezi kuvunjika milele. Inabidi aingie hao watu aliowagharamia hawa, inabidi atengeneze mkakati imara wa kuingia nao kwenye agano, kwenye makubaliano, kwenye mkataba imara usioweza kuvunjika, ambao hata kuzimu ikiinuka haitaweza kuvunja tena ili agano, ili kutokea pale Mungu awe na mahusiano na wanadamu, mahusiano ya milele na milele. Haleluya. Yes. Nguvu ya damu ya Yesu. Kwa hiyo Mungu alihitaji damu. Sasa Biblia inasema pasipo damu hakuna ondoleo la dhambi. Amen. Na agano lolote hufungwa kwa damu. Agano lolote ambalo damu imemwagika huwa ni agano imara. Lakini sasa maagano mengine yanaweza kufungwa na damu za watu, damu za kuku, lakini yanaweza kuvunjika. Lakini ni damu gani ya thamani ambayo baada ya Mungu kuokoa watu, kuwatoa kwenye mikono ya Lucifer kwa kununua, ni damu gani ambayo inaweza ikatengeneza a strong covenant, eternal covenant, agano imara kuliko yote, la milele kuliko yote, ambalo hata kuzimu ikiinuka, hata shetani afanye ujanja namna gani, hataweza tena kuwanyakua watu kwenye mikono ya Mungu na kuwatawala tena. Inabidi sasa damu yake mwenyewe iingie kazini, kiasi kwamba hakuna gharama nyingine yoyote ambayo shetani atakuja kutoa, hakuna damu nyingine yoyote ambayo shetani atakuja kutoa ili aweze kurudisha watu kwenye himaya yake. Kwa sababu damu iliyomwagika ni damu, it is an ultimate, ni damu ambayo ni top kwa thamani. Haitakuja damu nyingine yote
yenye thamani zaidi, damu ya Yesu Kristo. Kwa inabidi Mungu atumie hiyo damu kutengeneza agano imara, the strongest covenant, eternal, agano la milele. Ile kutokea pale hawa watu nini wanunua, Mungu sasa awe na makubaliano nao, awe na mahusiano nao ya milele na milele, ya kwamba atakuwa Mungu wao na wao watakuwa watu wake milele na milele. Okay, Zakaria sura 9, kitabu cha Zakaria sura 9 mstari 11. Hallelujah, thank you Jesus. Zekaria sura 9 mstari 11 nasema, kwa habari zako wewe, ilikuwa ni unabii wa nabii Zekaria, kwa habari zako ya kumwagilia Yesu Kristo, na kwa sababu ya damu ya agano lako nimewatoa wafungwa wako katika shimo lile lisilo na maji, kwa sababu ya damu la agano lako. Sasa nisikize kwa makini sana, utapata vitu vya kusaidia ili somo na kufundisha. Ukiweza kunielewa vizuri, imani yako itakuwa imara, shetani hatakusumbua tena. Kwa sababu somo kama hili inakupa kujitambua wewe ni nani. Nini kimetokea mpaka umekuwa wewe ni mwana wa Mungu uko pale. Usikaishi kwa mashaka na wasiwasi, unaogopa wachawi, unaogopa washirikina, unaogopa shetani, unaogopa kuzimu, unaogopa itakuwaje. No. Ukianza kuelewa mambo kama haya, unakuwa mtu mwenye nguvu kuliko wote, jasiri kuliko wote duniani. Haijalishi unapitia nini. Yes. Hallelujah. Okay. Angalia watu wa Mungu. Kwa nimesema damu ilihitajika kwa ajili ya agano. Lakini sasa angalia, sio kwamba Mungu aje kufunga maagano na wanadamu. Wote tunajua kwamba tangu uko nyuma Mungu ameshajaribu kufunga maagano na watu ili awe Mungu wao, wawe watu wake, lakini amekuwa akivunjika na mengine yakivunjwa. Kwa yamekuwa hayako imara zaidi. Yamekuwa hayako imara zaidi kudumu milele. Kwa yamekuwa ujanja unafanyika, shetani aingia kazini, maagano yanavunjika. Kwa Mungu alishajaribu huko nyuma. Kuna maagano mengi sana, sina muda wa kusema kuingia huko sana, ila kuna maagano mengi sana ambayo Mungu alishafanya na wanadamu, lakini hayakuonekana kuwa na nguvu ya kutosha kudumu milele. Yamekuwa yakivunjika na shetani akiingilia kati. Lakini sasa inabidi Mungu aje na mpango wa agano ambalo haliwezi kuvunjwa tena milele na milele. Damu, agano, damu. Sasa nisikilize. Napoongelea maagano au agano, tunaongelea mkataba au makubaliano kati ya watu wawili au pande mbili. Amen. Makubaliano. Nimewaokoa, nimewanunua, nimekuja kwangu, lakini inabidi tusaini mkataba hapo. Alafu mkataba umwagiliwe damu ambayo haufutiki. Hata ukimila namna gani, haufutiki. Halo. Sasa maagano yako aina nyingi. Labda nigusie ili jambo kidogo tu. Maagano kana nyingi. Nigusie kidogo tu ninapokazia tu kwenye kile ambacho damu ya Yesu imefanya. Oh, hallelujah. Thank you Jesus. Sema mimi ni mwana wa agano. Hallelujah. Hey. Glory, 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 glory. Hebu jisemee mwenyewe, sema katika jina la Yesu. Mimi ni mwana wa agano. Sijatokea tu. Mimi ni mwana wa agano. Hallelujah. Hallelujah. Sema kwa jina la Yesu. Shetani nisikie, wachawi nisikie, waganga nisikie, washirikina nisikie, kuzimu nisikie, mizimu ya ukoo na familia nisikie. Mimi sijatokea tu. Hallelujah. Mimi ni mwana wa agano. Mimi ni matokeo ya agano. Iko damu iliyomwagika, ikaninunua na ikanifunga kwenye agano lisilovunjika. Kwa shetani hakuna namna utafanya kunitenganisha na Mungu. Hallelujah. Hakuna namna utafanya kunichomoa kwenye mikono ya Mungu. Mapepo, washirikina, mizimu, hakuna namna mtafanya kunitenganisha na Jehova.
Hakuna namna mtafanya kunichomoa kwenye neema ya Kristo. Hakuna namna mtafanya kunipiga wakati nimefungwa ndani ya agano. Mimi ni mwana wa agano. Haleluya, haleluya. Okay, haleluya. Sasa watu wanapofanya maagano, maana yake wanataka hiyo makubaliano yasiwe ya kawaida. Ya kama mtu akatokea tu asubuhi akavunja, akatokea tu mpambe kutoka kushoto kulia akaja akaingilia kati akavuruga. Haleluya. Watu wanapoingia kwenye kitu inaitwa agano, covenant, ina maana hawa watu sasa wanataka kutengeneza a strong bond ambayo hata toke mpambe kutoka wapi, tayari kuna vitu vinawaguide ya kwamba there is no way unaweza kutenganisha watu. Ndio maana Paulo alisema kwenye Warumi sura 8, alikuwa na ujasiri wa kusema, haleluya, hakuna cha kunitenga na upendo wa Kristo. Iwe ni mauti, iwe ni malaika, iwe ni uzima. Oh, haleluya. Napenda mistari alisema Paulo, kwa sababu alijua I am a product of the covenant. Mimi ni zao la agano. Mimi ni mwana wa agano. There is no way, hakuna kitu ambacho kitafanyika kunitenganisha na Mungu. Sasa nisikilize, unatakiwa uyaamini haya. Hello, unatakiwa uyaamini haya. Unapolala, unapoamka, unapotembea, unapokula, unapokunywa, lazima uwe na strong faith ya kwamba mimi ni mwana wa agano. Hata itokee nini hapa, hakuna kunitoa kwenye mikono ya Mungu. Hata itokee na hakuna kunitenganisha na Mungu. Hata shetani afanye nini, alete magonjwa, alete chuki, ainue watu niseme vibaya, ainue watu wapigane kinyume na mimi, ainue wachawi, wafanye hila, wafanye kila kitu, hakuna wa kunigusa, hakuna kunitenganisha. Mimi ni mwana wa agano. Kuna bond ambayo haiwezi kugawanywa kati yangu na Mungu. Haleluya. Na hiyo bond imefanywa na damu ya Yesu. Damu ya Yesu imemwagika kutengeneza bond kati yangu na Mungu ambayo hata mauti, haleluya. Nisikilize. Hakuna kitu chenye nguvu duniani kama mauti. Lakini Bible inasema hata mauti haiwezi kukutenganisha na Mungu. Hello. Kwa sababu hata ukifa leo, Bible nasema yeyote aniaminie mimi, Yesu anasema sura 11 kitabu cha Yohana, yeyote aniaminie mimi hajapokufa atakuwa naishi. Maana yake hawezi kufa. Mauti hawezi kumtenganisha. Yaani sasa hivi wewe na Yesu mko kwenye covenant. Kiasi kwamba hata ukifa sasa hivi mwili wako umekufa, anakuchukua. Haleluya. Hata sasa hivi hapo, yani hata ufe ghafla sasa hivi, mwili wako unazikwa, anakuja anakuchukua, tuende nyumbani mwanangu. Kwa nini? Covenant, agano. Hii kitu haikuwepo kabla ya damu ya Yesu. Narudia tena, ili agano la namna ile milele ya kwamba hata mauti haiwezi kuvunja hilo agano, haikuwepo kati ya Mungu na watu mpaka damu ya Yesu ilipomwagika. Sawa sawa? Ndio Mungu alitembea na watu zamani, ndio. Lakini Bible inasema wazi hao watu wanaenda kuzimu. Wanapokufa wanatengwa na Mungu. Kasoma Biblia yako utaona. Ndio maana juzi nikusomea kwenye somo lililopita, ukisoma utaangalia hapo kitabu cha Petro, kwanza Petro sura 3, anaelezea wazi ya kwamba ndio maana Yesu alipokufa alichukua damu yake kaenda kuzimu, akapigana na shetani, akakomboa watu ambao miaka yote iliyopita walipokuwa na kufa walikuwa na kifungoni. Na wengine ambao waliteswa ambao waliasi zamani, hawakupata wokovu. Hata wengine ambao walikuwa wanamwamini Mungu zamani, walikuwa wanaenda sehemu kuzimu. Lakini Bible nasema Yesu alichukua damu yake akaenda kuzimu, akapigana na Lucifer, halafu akawanyakua wale watu, akawatoa kuzimu, akawaleta paradiso. Haleluya. Kwa wale watu mpaka na Ibrahimu wako paradise. Wako paradiso. Ukiondoka duniani sasa hivi unakuungana nao. Lakini haikuwa hivyo kwanza. Watu walikuwa wakifa, walikuwa wanatenganishwa na Mungu. Biblia inasema walikuwa wanalala na baba zao. Lakini sio sasa. Sasa mtu akifa, aliyeokoka, aliye kwenye ile agano, akifa anaenda kupumzika kwenye mikono ya Mungu. Haleluya. Haya. Thank you Jesus. Sema mimi ni mwana wa agano. Kwa anasema Paulo, napenda mistari Paulo anasemaga ya ajabu sana. Haleluya. Warumi sura ya 8. Angalia mambo ya ajabu alisema Paulo. Wow, haleluya. Najua kuna mtu mmoja imani yako inainuka kwa jina la Yesu aliye hai.
Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Lekadabaradabashede. Najua kuna mtu imani yako inainuka. Anasema Paulo sura 8. Anasema kuanzia mstari 31, anasema basi tuseme nini juu ya hayo? Mungu akiwa upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Yeye asiyemwachilia mwanae pekee, bali ametukirimia vitu vyote pamoja naye. Angalia mstari 33. Ni nani atakaye washtaki wateule wa Mungu? Mungu ndiye aliyewahesabia haki, ndiye aliyewasamehe, ndiye aliyewanunua. Nani mwingine wa kuwashtaki mbele za Mungu? Hati ya mashtaka imefutwa, nimekuonyesha juzi. Ni nani atakayewashtaki hao watu? Kwa sababu Mungu mwenyewe kwa hiari yake amewasamehe na akawanunua. Mstari 34 nasema ni nani atakayewahukumu adhabu? Kristo ndiye aliyekufa. Naam, zaidi yayo amefuka katika wafu, na yuko mkono wa kuume Mungu Baba, tena ndiye atakayetuombea. 35. Ni nani atakayetutenga, haleluya, na upendo wa Kristo? Anasema, je, ni dhiki? Hapana. Je, ni shida? Hapana. Je, ni adha? Hapana. Je, ni njaa? Je, ni uchi? Je, ni hatari? Haleluya. Wow. Je, ni upanga? Nasikia nguvu isiyokuwa ya kawaida ninapokufundisha mambo. Anasema kama ilivyoandikwa kwamba kwa ajili yako tunauawa mchana kutwa, tumehesabiwa kuwa kama kondoo wa kuchinjwa. Angalia mstari 37. Anasema lakini katika mambo yote tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. 38. Anasema kwa maana nimekwisha kujua. Huu ni ufunuo Paulo aliupata. Mimi ni mwana wa agano, na ili agano ambalo damu ya Mungu mwenyewe imemwagika ni agano imara kuliko magano yote, kwa namna ambavyo hakuna wa kunifuata na kunichomoa kwenye mikono ya Mungu, maana mimi ni mtu wa agano. Haleluya. Anasema kwa maana nimekwisha kujua hakika ya kwamba wala mauti wala uzima wala malaika wala mamlaka yote wala yaliyopo wala atakayokuja, hata ambaye hajatokea bado, wale aliyo juu wala aliyo chini, wala kiumbe kinginecho chote hakitaweza kututenga na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu Bwana wetu. Haleluya, haleluya, glory. Yes, sasa hata mauti, hata aje malaika. Unaona kitu nini? Agano imara ambalo limetokana na damu ya Mungu mwenyewe, ambayo haikuchanganyika na damu ya mwanadamu wote. Sasa utaelewa kwa nini Mungu alihakikisha anatengeneza mkakati wa damu inayokuja kufanya hii kazi ambayo miaka na miaka imeshindikana kufanyika, iwe ni damu iliyo ya thamani ya level ya juu ambayo haiwezi kupinduliwa kabisa. Nasema hata mauti haiwezi kukutenga na Mungu. Kwa nini mpaka mauti inashindwa? Ya kwamba hata ukifa bado unaendelea kuishi katika mikono ya Mungu kwa sababu ya agano. Ndio maana watu wote, Biblia inasema kuna mauti za aina mbili. Amen. Kuna mauti ya mwili na kuna mauti ya milele. Amen. Kama mnasoma maandiko taelewa. Sasa watu kuna kufa mara ya pili. Sasa mtu ambaye hajamwamini Yesu hajaingia kwenye agano la hii damu. Amen. Huyo mtu anakufa mara ya kwanza, kifo cha mauti ambayo ni ya mwili. Lakini Biblia inasema baada ya hukumu tena kuna mauti tena ya pili. Mera vizuri, kuna mauti tena ya pili. Haleluya. Sasa hii ni mauti ambayo inakuja, yani mtu anaishi katika mauti ya milele. Yani anaishi kufa siku zote na kufa kila siku. Sasa niziongeleza naye mama. Lakini hii mauti ya milele haiko juu ya wana wa Mungu. Kwa hiyo hii mauti ni kwa ajili ya watu wasio kwenye agano, lakini mtu yoyote ambaye yuko kwenye agano la hii damu anaishi milele. Narudia tena, anaishi milele. Yesu akasema ajapokufa bado anaishi. Na yeyote aishie na kuniamini hata kufa kabisa hata milele. Haleluya, haleluya. Kwa nini ana ujasiri kusema hivi? Agano la damu yake. Amen. Wewe na mimi unamwamini Yesu, tupo kwenye covenant bond ambayo hakuna kitu chochote ambacho kinaweza kututoa kwenye bond. Na hii bondi imegundishwa na damu Yesu.
Tuko sawa? Yes, haleluya. Mungu akubariki sana. Naamini unaelewa mambo ya kukusaidia. Sasa nitaendelea kuongea habari ya agano la damu, kwa sababu kuna mambo mengi natakiwa nikufundisha. Usije kunifuatia somo linalofuata. Subscribe hapo YouTube upate mwendelezo wa masomo.